nilikuwa naangalia tathmini ya baadhi ya kazi ambazo zitakuwa zinahitajika sana siku za usoni. Na katika kazi mojawapo ambayo wahasibu mnatakana kuifahamu ni inayoitwa data analytics. Data analytics ambayo kwa namna moja au nyingine inashabiana sana na kazi tunayofanya. Tuna analyze sana sisi taarifa. Tunapoandaa financials, tunapoandaa cost ledger na vitu kama hivyo, tunafanya lot of data information. Sasa kazi ambazo zitakuwa zina umuhimu sana siku za usoni au future jobs zinaelekea sana kwenye data analytics na mambo mengine. Lakini nimechagua data analytics kwa sababu ndio eneo ambalo sisi kama wahasibu ni eneo ambalo hata sasa hivi tunafanya kazi. Sasa ni jinsi gani sisi tunajiandaa kuwa good data analyst siku za usoni. Kwa hiyo katika kukutana huku ndio hapo tunapokumbushana kwamba tufanye nini ili tuendelee kuwa relevant siku za usoni. Kwa sababu tunazungumzia artificial intelligence. Kuna kazi nyingi sana ambazo technology itazichukua. Na numbers ni sehemu moja hapo ya kazi ambazo artificial intelligence inaweza kufanya kwa ufanisi mkubwa kuliko sisi. Lakini kwenye data analytics bado tunakuhitaji mimi na wewe. Na uwezo ukawa data analytics mzuri kama wewe sio CPA mzuri. Kwa hiyo qualification ya kwanza CPA. Alafu ya pili unaongeza sasa nguvu kwenye analysis ya data. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kukumbushana haya, na nafurahi kwamba wote tumeitikia. Na kuna maeneo ya muhimu sana. Kuna vitu ambavyo ni basic ambavyo tunataka tuvijue. Kwa mfano matumizi ya ufanisi ya Excel tu ambayo yanakusaidia wewe kuanalyze data. Una ufanisi kiasi gani kwenye matumizi ya Excel? Una matumizi ya kiasi gani kwenye kutumia artificial intelligence kwenye kuanalyze numbers, unazokuta kazo kuna mkagua mhasibu ama utakuwa unatoa ushauri kuhusu hizo numbers. Kwa hiyo ni muhimu hilo tukalizingatia tunapoendelea mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki ya uhasibu ya mwaka huu ina dhima inayosema mhasibu na teknolojia kwa maendeleo katika jamii. Mhasibu na teknolojia kwa maendeleo katika jamii. Sasa hivi teknolojia ni kitu ambacho hatuwezi kukikwepa. Kwa hiyo tukumbushane kila itwapo leo tunafanya nini kama wahasibu kuingiza teknolojia katika taaluma yetu ili na sisi tusiwe redundant. Maana siku si nyingi kama hatutakubali kubadilika kwa kasi teknolojia inapobadilika, siku si nyingi tutaondolewa kwenye ulingo wa taaluma. Hatutaki iwe hivyo. Kwa hiyo tunatamani sana kuangalia teknolojia na ukuaji wa taaluma yetu. Hivyo masuala ya ujuzi, ueleji na uwajibikaji wa mhasibu na mkaguzi ni nguzo muhimu sana katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu kwa siku zinazokuja. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Wahasibu Tanzania kinatambua juhudi kubwa inayofanywa na bodi yetu ya wahasibu na wakaguzi Tanzania katika kusimamia taaluma hapa nchini. Juhudi kubwa ambazo zinaendelea kutekelezwa kwa matumizi ya mifumo kwa wakaguzi na kuwa ni sehemu ya maalum kwa ajili ya kutunza taarifa mbalimbali za fedha. Na nafikiri karibuni wenzetu wa NBA ambao ni regulator wetu, na wao wanakuja na mifumo ambayo itasaidia utunzaji wa masuala ya hesabu tunazozikagua. Hii itakwenda kurahisisha kwanza matumizi, lakini pia kwa wale wahusika wanaohitaji kuona vitabu sahihi ambavyo vimepitishwa. Huko nyuma tumekuwa na changamoto kubwa ya vishoka ambao wamekuwa wakipotosha jamii, lakini pia wamekuwa wakiharibu sifa ya taaluma yetu. Tunafikiri kuna kipindi mtu anakuambia wao wanaenda kuna makampuni yanakuja nchini hapa, anasema mimi nikitaka kupata mkopo lazima nitafute firm fulani. Lakini tuna firm nyingi ambazo zinatengenezwa na zinahudumiwa na wahasibu kama nyie na mimi. Kwa nini tunakuta preference ya namna hii? Kwa sababu tumeruhusu watu wachache wasiokuwa na taaluma na uelewa kuingia taaluma yetu. Kwa hiyo tunatamani iweze kuwa up to date sasa hivi ili kuondoa hiyo dhana na kuhakikisha kwamba hata sisi ambao tunaibukia tunaaminika kitaifa na kimataifa na kuendelea kuisaidia taifa letu na wateja ambao tutakuwa tunawahudumia katika kukuza uchumi wa